Haleluya. Mtazamaji wangu, ninakukaribisha katika ibada hii. Mimi naitwa Apostle Silas Kamau, the founder of Praise and Truth Jesus Ministry hapa jijini Nairobi, upande wa Dagoretti, na tuko na makanisa mengine kama kule Rongai, Eldoret na kwingineko, na tunakuja kwako maana tunajua kwamba tumepewa jukumu na Mungu kwamba tuwafikie mataifa na injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hatuna budi kunena neno hili, maana Yesu alisema tuhubiri injili kwa kila kiumbe na kisha mwisho ufike. Tunaona majira na wakati ambapo ni wa siku za mwisho na kukaribia kwa Yesu umekaribia, maana ishara zote na unabii tunaona ukitimia machoni petu. Na kwa hivyo mpendwa, ningependa nikukaribisha nikwambia kwamba hebu tuendane na wewe kwa neno la Bwana, maana tunajua kwamba hali jinsi ilivyo katika ulimwengu mzima na hata katika taifa la Kenya, na basi hatuna budi kutumia zile vifaa ambayo Mungu ametupea ili tuhakikishe kwamba tumefikia kila moja, na hasa wewe ambaye mshirika wetu na ni wana katika huduma hii ya Praise and Truth Jesus Ministry. Hivyo ninakukaribisha kwa jina la Yesu. Ningependa niingie kwa neno la Bwana, maana kiini chenyewe ni neno la Bwana. Yesu akasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na mpendwa, kile unahitaji majira haya na wakati huu ni neno ambalo linatoka kinywa cha Bwana. Maana dunia ilinenwa ama ilijengwa na iliumbwa kwa kusema na kuwe na kukawa. Nasi sisi, maandiko yanasema sisi ni miungu midogo, maana tuna Mungu mkubwa, maana sisi ni wana wa Mungu, na mtoto wa nyoka ni nyoka. Hivyo nasi tutanena na Mungu atatimiza neno lake katika jina la Yesu. Nataka nikupeleke katika neno la Bwana. Ujumbe wangu utakuwa shaking the shaker. Inasoma katika Zaburi 11 mstari wa kwanza mpaka 7, na pale ndipo nitapitia, ingawa nitaongea pia neno katika vitabu vingine ili nilete kile ambaye Mungu ameweka na Roho Mtakatifu katika moyo wangu kwa sababu ya wewe mtu wa Mungu. Majira ya kujificha, majira ya kujiinua, majira ya kuongea habari ya pesa zako, majira ya kuongea habari ya digrii zako na PhD zako, majira ya kuongea habari ya umaskini wako, yote yamefika mwisho. Sasa njia ni moja, na mwimbaji akasema njia yangu ni Yesu. Sijui njia yako mpendwa ni ipi? Haleluya. Mstari wa pili anasema, for lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrows upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart. Haleluya. Wale ambao ni waovu wamepanga njama, wameweka uta wao na mishale yao ili kuweza kulenga, haleluya, wale ambao ni wateule. That's why siku ya leo, haleluya, ya kwamba kanisa zote zimefungwa, haleluya, ni jambo la kusitisha, ni jambo la kustua, haleluya, maana Yesu alisema nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitaweza kuitingiza. Nauliza swali wa Kenya na taifa, je, haleluya, ni lipi lile ambayo linaweza badilisha vile Yesu alisema? Yeye ndiye alijenga kanisa, na kanisa sio mawazo ya mwanadamu, kanisa ni shauri ya mbingu, na akasema milango ya kuzimu. Sikiza vizuri, korona ni milango ya kuzimu, maana imekuja kuua, na Yesu sio muuaji, yeye anapeana uzima. Kifo kilikuja na shetani aliyeleta uovu, akaleta dhambi na dhambi ikazaa mauti, lakini Yesu Kristo akakuja akashinda kifo na mauti, akashinda mauti, akafufuka, ameketi mkono wa kulia wa Baba. Hallelujah to the Lamb of God. Mpendwa, ningependa uelewe ya kwamba wakati huu unauliza ya kwamba wale waovu wamepanga njama. Tunasikia kwamba hata korona ni kupangwa, ilipangwa na watu waovu na ikawachiliwa kwa sababu wanataka kutajirika wao wenyewe, wanataka wao wainuke na wale wengine waweze kuwanunua na kuwafanya mabusu. Niko hapa nikwambie, kanisa la Bwana haliwezi likafanyika mabusu, maana lilinunuliwa na damu ya dhamana, damu ya mwana kondoo. Wapendwa, elewa ya kwamba majira yamefika ya kwamba lazima kanisa, lazima wateule wa Mungu wainuke, maana ni wakati tutajua mitume fake na mitume
mitume wa kweli ni kina nani? Maana lazima tujaribiwe, na ufifio hautafika na hautakuja na silver plate. Ufifio utakuja kwa sababu kuna crisis na kuna mateso, na katika yale mateso, mpendwa, Mungu atajidhihirisha. Ninapenda Daudi anasema ya kwamba tumepangiwa njama na watu waovu, tumepangiwa njama na devil worshippers, tumepangiwa njama na wale watu ambaye wanaitwa wapinga Kristo, ya kwamba wakainue hali ambayo inaweza ikazima kanisa dunia mzima. Hili ni jambo ambalo mbingu haiwezi ikanyamaza. Kanisa la Bwana likazimwa, ya kwamba hakuna kukutana dunia mzima. Hii imeshika mbingu, imeguza mbingu. Na wapendwa, nataka niwatabirie Kenya ya kwamba majira ya mbingu to answer back has come. Na Mungu akianza back, kile anawachilia ni ufifio ambaye hautazimwa, ambaye hata pepo gani, hata nani, hata aliyeweka kitanda yake kwa shetani atatolewa na huu ufifio. Nashukuru Mungu, maana alisema Kenya is a springboard of revival. Na majira yamefika mpendwa. Wewe Mkenya, mtu wa Mungu, wewe Mkenya pasta, wacha kuchanganya miguu, kaa imara, kaa sawa, maana ni wakati wa Mungu anaweka muhuri. Haleluya, wale ambaye ni kweli. Haleluya. Ezekieli 9 Biblia inasema ya kwamba akatumwa watu wakaambiwa kwamba kwenda maliza, lakini kabla ya kumaliza wakatumwa wengine kati ya wao wakaambiwa kwenda weka mihuri katika uso zao, wale ambaye ni wenye haki. Ni wakati wa kuweka mihuri ya wenye haki katika vipaji vya uso wao, wajulikane, watu ambaye hawawezi wakanyamazishwa, watu ambaye hawawezi wakaondolewa. Mitume hawakuondolewa, mitume hawakujali kifo ama kuishi. Haleluya. Na wakati wa mitume wa kweli kuinuka na kusimama kidete ni wakati huu mpendwa, kwa sababu ni kanisa limechokozwa, ni headquarter ya Mungu Baba imechokozwa, naye Mungu hawezi akanyamaza. Isaia, haleluya, 62 yanasema ya kwamba Bwana usinyamaze. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3, mtu wa Mungu Daudi anasema, haleluya, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Haleluya. Katika kutingizwa ambaye dunia moja yote imetingizwa, haleluya, Daudi anauliza, misingi ikiharibika, mwenye haki atakuwa wapi? Atafanya nini? Wewe Mkenya, wewe mpendwa, wewe unayenisikia, haleluya, kuna swali naulizwa. Mungu hana haja na watu waovu, wale ambao wamepanga njama ya kukaa na uovu na kutenda uovu. Maandiko inasema mwenye haki atakuwa wapi? Mwenye haki ako wapi? Mwenye haki atafanya nini? Mungu ni Mungu wa haki, na kwa hivyo wana wa haki Mungu anawajali. Na hata nitaka nikwambie wewe Mkenya, nataka nikwambie wewe ambao umeokoka, nataka nikwambie wewe ambaye umeamua kufuata Yesu, haleluya, hata kama corona inakuja, haijalishi, hata kama tunasikia jinsi inaua, nataka nikutabie, nikwambie kwamba mwenye haki yeye hataondolewa, mwenye haki atasimama imara. Daudi anasema katika Zaburi 91 ya kwamba watu 10,000 wataanguka mkono wangu wa kushoto, watu 1000 wataanguka mkono wangu wa kulia, lakini mimi mabaya haitanikaribia, haitaingia katika hema zako. Haleluya. Uoga mpendwa, nasema usiuziwe uoga mpendwa, wewe ambaye tumaini lako ni mwa Bwana. Maandiko inasema misingi ikitingizwa na ikiharibika na ikiondolewa, mwenye haki atakuwa wapi? Mpendwa, nataka uelewe ya kwamba Mungu anakuwazia mazuri. Yeye ambaye ni mpiganiaji wa Israeli, yeye asiyepea macho yake usingizi, anayelinda Israeli. Mpendwa, hata kama wanakufa, Daudi alisema watakufa, lakini wewe sio wao, na Kenya sio wao, na Kenya sio Italy, na Kenya sio Spain, na Kenya sio China. Kenya ni nchi ya Mungu. Tumeona Mungu akificha nchi hii, tumeona Mungu akipigania nchi hii, na akasema ya kwamba it will be a springboard of revival, and the hour of revival is just about to break forth. Be ready, set yourself ready. Jiunganishe na Mungu, kaa tayari mpendwa, maana Mungu anakwenda kufanya jambo kubwa kwa jina la Yesu. Wenye haki
Mungu anawajali. Anauliza, where can the righteous do? Haongea habari ya waovu, anaongea wenye haki. Maana wenye haki ni wale wameamua kuchovya nguo zao katika damu ya mwana kondoo, ambaye wao hawachanganyi miguu, wanasimama imara. Liwe liwalo, hata kama wewe umesimamishwa kazi, hata kama umevutwa kazi, hata kama umepewa ni paid leave kwa sababu ya corona, kuna Mungu ambaye yeye anaweza akakupea chakula. Haleluya, haleluya. Nakumbuka mtu wa Mungu Elisha, ambapo alisimamisha mvua kwa siku 3, miaka 3.5, na maandiko yanasema wakati aliamuru na kukawa hakuna mvua, njaa ikaingia. Wakati watu walikuwa wakikufa, wanyama wanakufa, yeye aliletewa mkate na kunguru na akapelekwa kwa maji. Na Mungu, maandiko yanasema ya kwamba Obadia akawa amewaficha manabii waliokuwa wenye haki, wasioinamia, haleluya, bali wasioinamia Jezebeli, walikuwa wanapewa chakula na hawakufa. Je, wewe ni mwenye haki? Usitingizike na usimake na usistuke, maana kuna Mungu mbinguni. Haleluya, haleluya. Mstari wa 4 inapea na jibu, mwenye haki atakuwa wapi? Mstari wa 4 inasema, the Lord is in his holy temple. Hallelujah. He is in heaven. His eyes behold, his eyes dry the children of men. Glory be to God. Mungu anasema ya kwamba yeye Mungu wa wenye haki, yeye Mungu wa wateule, yeye Mungu wa kanisa. Haleluya. Maandiko yanasema yeye ako katika hekalu lake takatifu. Glory be to God. Mungu hajatingizwa. Corona haiwezi katingiza Mungu. Mungu bado amekaa imara, ako katika hekalu yake takatifu. Haleluya. Na maandiko yanasema ya kwamba kuna mahali pameinuka na patakatifu, ambaye Mungu anakaa na wale ambaye wameishi kukuwa wenye haki na wamechagua Mungu. Je, umechagua mbingu? Umechagua dunia? Umechagua utakatifu? Umechagua Bwana? Mungu ako na wale ambao wamechagua. Amesema ya kwamba kiti chake cha enzi kiko mbinguni. Glory be to God. Mbinguni shetani alitupwa chini. Ufunuo 12 mstari wa 7 ikienda chini nasema ya kwamba kukawa na vita mbinguni, na shetani akapoteza nafasi yake mbinguni, akatupwa chini. Haleluya. Na damu ya mwana kondoo ikashindania malaika mbinguni, na hiyo damu iliyomwagika kule mbinguni, maana maandiko yanasema mwana kondoo aliyechinjwa kabla ya dunia kutengenezwa. The Son of God was laid before the foundation of the world. Your deliverance came before the world war. Your victory came before the world war. Your peace came before the world wars. Usitishwe, usimake mpendwa. Anasema ya kwamba the Lord is in his holy temple. His throne is in heaven. Kiti cha enzi cha Bwana hakiko duniani. Shetani alitupwa hapa, na maandiko yanasema ya kwamba kukasemekana ole wao wakao chini ya dunia, maana shetani amejaa ghadhabu kubwa na akanataka kuwamaliza. Lakini mbinguni kukapatikana wokovu na ukapatikana nguvu za Kristo Yesu. Hizo nguvu zikatufata pale Kalvari. Hakupei kile nilikuazia, lakini huyu Bwana Yesu yeye habadiliki. Yeye ni jana, leo na hata milele. Alisema sitakuacha, sitakuaibisha, vita vyako ni vyangu, adui zangu ni wako, adui wako ni wangu, asema Bwana. Mpendwa, tuinue macho yetu kwa Bwana, maana msaada wetu utatoka wapi? Msaada wetu ni katika Bwana. Glory be to God. Biblia inasema ya kwamba macho ya Bwana yanaangalia, haleluya, wana wa wanadamu. Haleluya. Macho ya Bwana yanaangalia. Mpendwa, Mungu hajapitwa na corona. Ikitengenezwa, ikipangwa, ikiwachiliwa, Mungu alijua na jawabu lake anajua. Haleluya. Ninapenda kile Mungu anafanya, maana ameruhusu jambo hili. Maana sasa hakuna tajiri, hakuna maskini. Haleluya. Hata kwa wale ambaye ni wakuu, hata kwa wale ambaye wanakaa palace, ambaye ina security ambaye ni mingi, Mungu corona inaingia pale inawapata. Unajiuliza nani aliwapelekea? Hata kuonana na yeye ni shida, hata kumsalimia ni shida, lakini corona inaingia. Haleluya.
Wakati na nyakati ni hizi ambaye Mungu ametoshanisha dunia mzima. Yule ambaye ni kiwete, yule ambaye ni maskini, yule ambaye ni tajiri, yule ambaye amesoma, yule hajasoma, sasa tuko iko. Haleluya. Na zaidi ya kwamba hata mahali ambaye wale ambao ni wakuu na pesa huwa wanatoroka, wanatuacha, wakifuruga nchi, wanatoroka, wanapanda ndege na wanapeleka watoto wao kusomea mambo. Sisi tunakuwa watu ambaye ni wa hapa Kenya. Nataka uelewe ya kwamba sasa hakuna ng'ambo na hakuna Kenya. Hata Kenya ina amani kuliko ng'ambo. Haleluya. Wapendwa, ni wakati wa kujua ya kwamba Mungu ni yeye yule kwa wote, na anataka wote waweze kujua ya kwamba sio pesa, sio mali, sio utajiri, sio PhD. Ni Christian, haleluya, degree ambayo itakufanya wewe uwe ukiita Bwana anakuitika. Haleluya. Biblia inasema katika Isaia 3 ya kwamba Mungu ataondoa chochote mwanadamu ameegemea kwacho. Haleluya. Chochote ataondoa, nabii ataondoa diviner. Maana watu wengi wamegongea, wanakimbia Nigeria kwenda kutafuta madiviner na wachawi ndio waweze kutawala nchi ya Kenya. Wengi wanakimbia hapa na pale wakitafuta msaada. Wengi wanaenda kuombewa. Bwana wanapeleka vichwa vyao, wanapeleka viganja vyao vikasomwe. Mungu anasema chochote, hata kama ni pesa zako umetegemea. Haleluya. Mungu anatingiza fedha. Mungu anatingiza biashara. Mungu anatingiza chochote ili kwamba ijulikane ya kwamba it is only God and God alone who man can look at and wake upon and trust upon for him to be delivered and to live a better life on earth in the name of the Lord. Mpendwa, nataka uelewe ya kwamba ni majira anaondoa. Ni majira anaondoa. Sijui ni nini. Pesa zinaondolewa. Haleluya. Biashara inakwisha. Haleluya. Ndoa zinatingizwa. Hali zote zinatingizwa. Every shakeable thing will be shaken, so that the unshakable will remain. And the only thing which is unshakable, it is Jesus and the word of God. Because maandiko yanasema pale mwanzo kulikuwa kuna neno. Neno lilikuwa kwa Mungu na neno lilikuwa Mungu. Na hakuna kitu kiliumbwa isipokuwa kiliumbwa na lile neno. Na lile neno likafanyika mwili na likakaa katikati ya wanadamu. Na lile neno likawa nuru, na wakati nuru iliangaza, giza ikatoweka. Nataka nikutabirie, nikwambie Kenya ya kwamba the time for revival to break forth from this nation has come. Glory be to God. Biblia inasema ya kwamba mahali nimekusomea Isaia 3, Biblia inasema ya kwamba kianzia pale 1, ndoa chochote watu wameegemea kwacho, anarudi anapeana utawala kwa wana na watoto. Children and babies are going to rule. Who are the children and the babies? According to the system of the world, Kenya, hallelujah, is a baby and a child. Ikilinganishwa na Amerika, ikilinganishwa na China. China wametukopesa pesa ya kwamba hata watoto ambao hawajazaliwa, the third generation, watakuwa kilipa deni. Kwa hiyo sisi ni watoto, sisi ni vifaranga mbele ya China. Lakini maandiko inasema ya kwamba akiondoa chochote tumetegemea, ataondoa China, ataondoa Amerika, ataondoa haleluya Spain na France, ataondoa vile vyote ili kwamba ijulikane yeye ni Mungu. Na revival inaanza kwa Kenya. Revival inaanza. Maana the redemptive purpose of this nation, it is to send missionaries to the entire world by the word of God and to bring revival. Hallelujah. Hatuenendi pale kutafuta madawa, hatuenendi pale ambaye na uwezo wa kuponya na kukomboa na kubadilisha. And the hour has come. Hallelujah. Wamechokoza Mungu, wamechokoza headquarter ya kanisa ambaye ni Mungu mwenyewe, na anasema ya kwamba ameketi kiti cha enzi mbinguni, sio hapa duniani. Hapa dunia vitu vyote vitatingizwa, lakini mbingu ikinena inawachilia uzima, inawachilia baraka, inawachilia amani, inawachilia neema ambayo kila mwanadamu yeyote, hata wale wanajiita atheists na kwamba hawamwamini Mungu, watajua kuna Mungu. Haleluya. Mambo ni mawili, ukubali kufa au uite jina la Yesu. Glory be to God. Nataka nikukumbusha siku moja ambapo ndege moja ilianguka, haleluya, kule Busia, wakati walikuwa wamepeleka one of the politicians, kile wanaita sijui ni homecoming, na wakati ndege ile iliyoanguka, haleluya, wakati ilipata ajali, mmoja aliyekuwa ndani ya ile ndege, usiniambie ni mtaje ni nani, akawaambia wengine waite jina la Yesu, na wakaambiwa waite jina la Yesu, na mmoja alikuwa pale, yeye hakuwa Mkristo, alikuwa wa dini nyingine, akaambiwa litia jina la
Yesu akakataa, maana dini yake yeye hawaamini Yesu. Yeye alikufa, lakini wote walioita jina la Yesu wakatoka kwa ile ndege wakiwa hai, maana maandiko inasema kuna jina limepeanwa, na hilo jina peke yake atakayoliitia jina la Yesu ataokolewa. Haleluya. Mpendwa, nataka ujue kwamba hilo jina limeshinda corona. Corona lazima ibow before the name of Jesus, the name above every name, the name given among men in heaven and on earth. There is no other name. Whosoever shall call upon the name of Jesus shall be delivered, shall be saved, shall have life and life in abundance in the name of the Lord. Mpendwa Mkenya, nataka nikwambie wakati umefika wa watu fugufugu wajulikane na wenye haki wasimame. Haleluya. Mpendwa, ninakukaribisha ya kwamba ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Kanisani unangojea kuombewa na bishop, unangojea kuwekelewa mikono na apostol, unangojea ya kwamba nabii akutabirie. Wakati ule umekwisha. Ni wakati wa uhusiano wako na Mungu, wewe ana kwa ana. Maana Mungu, haleluya, umezoea maombi ya kuwekelewa miguu na mikono, na wengi wanawekelewa miguu na mikono, wanaanguka chini, wanaondoka, wanaanguka na mapepo. Sasa sio wakati wa kuwekelewa miguu. Sasa ni wakati wa uhusiano wako na Mungu. Wewe binafsi ujuane na Muumba wako, umrudie Muumba wako, utubu dhambi zako, maana uzima wa milele, haleluya, unakaribia. Nisikize mpendwa, kukaribia kuja kwa Yesu kumekaribia sana kuliko vile unafikiria. Maana unabii unadhihirisha. Hakuna kitu kimewahi kuingiza dunia mzima kama vile corona imetingiza dunia mzima. Hivyo ni kusema ya kwamba Yesu akasema Mathayo 24, mtakayeona mambo haya mjue ya kwamba Bwana kondoo ako mlangoni anabisha kuchukua kanisa. Je, akikuja leo wewe bado uko kwa pesa? Wewe bado unafanyia kazi ya Mungu pesa ya kwamba haleluya. Sasa wakati ambapo hakuna tithe, hakuna offering, je, Wakristo na watu wa Mungu tutafanya nini? Tutakufa maana hakuna tithe, tutakufa maana hakuna offering, ama maandiko inasema ambaye wanaamini the just shall live by faith. Glory will be shaken, so that the righteous and those who trust upon the Lord, they will lift their eyes to the Lord and they will wait upon the Lord. Mpendwa, naomba ya kwamba Kenya kukatokee Danieli, kukatokee Meshach na Abednego ambao wanamwambia mfalme ishi milele, lakini habari za kuabudu Mungu mwingine, hiyo hatutaabudu. Kama ni kufa ni sawa, kama ni kuishi ni sawa. Paulo mtume anasema sijui nichague kuishi ama kufa, maana nikifa ninaenda kuonana na Bwana wangu na kuishi milele. Nikiishi nitaishi hata kuhubiri Injili na wengi kuja kwa ufalme. Mpendwa, wewe unatishika na kifo. Je, msimamo wako uko wapi? Haleluya. Tunakutana Jumapili kuhubiri Injili, maana siku hiyo ni siku ambayo Yesu alishinda kifo na mauti akafufuka. We don't worship the Son God, we worship the resurrection power of Jesus Christ, because on the third day, hallelujah, which is the first day of the week, on Sunday, Jesus conquered death, and therefore we are going to conquer corona by the power of the resurrection of Jesus Christ and not by any other means. India, haleluya. Sasa corona hakuna mahali utakimbilia. Haleluya. Ni wapi tutaangalia? Tutainua macho yetu kwa Bwana. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Yesu akasema ya kwamba nyinyi ni wa duniani na sasa mimi sitawacha hivyo. Haleluya. Akasema ya kwamba ingawa mko duniani, nyinyi sio wa dunia kama vile mimi Yesu sio wa dunia. John chapter 17. Na akasema Baba, utukufu uliyenipa mimi sirudi naye mbinguni, ninawaachilia hawa ambao wamepokea neno langu. Mpendwa, wapokea neno na utukufu uliokuwa na Yesu utakuwa juu yako, wa kushinda nguvu za giza, wa kushinda mauti, wa kushinda corona, wa kushinda chochote ambapo kitatolewa na kuzimu kinyume na maisha yako. Mpendwa, hebu kasimame imara na Mungu wako akakutetea katika jina la Yesu. Ninataka kusema ya kwamba ni majira, wapendwa, ya kuinua macho yetu kwa Bwana. Tumainia yeye na yeye hata kuacha wala hata kuaibisha. Amesema nitakuwa na wewe mpaka mwisho wa dahari. Nataka niombe na nimwambie Bwana akukumbuke katika jina la Yesu. Ninaombea kanisa la Kenya, ninaombea taifa la Kenya. My God, ninaombea Kenya maana nilizaliwa kuwa Mkenya na uniniita nihubiri kwa Wakenya na mataifa wote. Baba wa mbinguni, neno lako kuhusiana na the calling of this nation, my God, ya kwamba it is a springboard of revival. I declare that the revival is coming. I declare, Father,
Give us revival, my Father. Give us revival. Tumeitwa watoto, tumeonekana hatuna sauti ya kunena, lakini kwa kiungu na kwa Mungu sauti ya Kenya itasikika kwa mataifa yote, maana tunamwamini Mungu aliye hai na aliyetuumba na aliyetutengeneza na aliyeweka misingi yake Kenya, ili kwamba ufifio utoke Kenya. Bwana, timiza hili, maana wewe ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ina declare hatutakufa, my God, hatutajiangalia, hatutajitosalisha na China, hatutajitosalisha mfalme na Italy na Spain, maana sisi sio Spain. Sisi is a small country called Kenya, but as the power of God, as the name of the Lord, and we declare as a nation in the name of the Lord. Father, I bless Kenya, and I declare the shielding of the blood of Jesus over this nation, and the peace of God to prevail over this land. Lord, I thank you, and I bless you, and I glorify you. In Jesus' name I pray, and I believe. Somebody say amen. God bless you. God bless you. God bless you. Tutaendelea kufikia tunapoendelea katika hali hii, na naamini Mungu atatubariki. Amen. Thank you.